Hakuna gereza baya zaidi kuliko lile ambalo mtu hujijengea ndani ya akili yake yeye mwenyewe. Ndugu yangu, leo nataka tuzungumzie kuhusu jambo ambalo linawatesa vijana wengi zaidi kimya kimya. Kwa kweli ni jambo ambalo haliandikwi usoni, lakini linaonekana katika maamuzi ya vijana walio wengi kila siku. Ni jambo ambalo linaweza likamfanya mtu mwenye vipaji vikubwa ashindwe kufikia ndoto zake licha ya kuwa na vipaji hivyo. Jambo hilo ni ukosefu wa kujithamini, yaani self esteem. Watu wengi hudhani kwamba kujithamini ni sawa na kujiamini. Lakini ukweli ni kwamba unaweza kuwa una ujasiri wa kuzungumza mbele za watu, ukaonekana jasiri na mwenye furaha kabisa, lakini ndani kabisa nafsi yako ukajihisi huna thamani kabisa. Na ndiyo maana kuna watu maarufu, matajiri na wenye mafanikio makubwa zaidi, lakini ambao bado wanapambana na hisia za kutokujikubali wao wenyewe. Rafiki yangu, kujithamini si kuhusu jinsi dunia inavyokuona wewe, bali kujithamini ni kuhusu jinsi wewe mwenyewe unavyojiona leo. Leo nitakushirikisha mambo makuu matano muhimu zaidi yatakayokusaidia kuelewa kujenga thamani yako binafsi wewe mwenyewe. Tafadhali, ikiwa ndo mara yako ya kwanza kutizama chaneli hii au umewahi kutizama lakini haukusubscribe, basi naomba uweze kusubscribe ili ujumbe huu uwafikie watu wengi zaidi, na wewe pia uwe wa kwanza kupata makala mazuri kama haya, na Mwenyezi Mungu atakubariki sana. Karibu. Jambo la kwanza, tambua kwamba thamani yako haitokani na maoni ya watu. Mwanafalsafa wa Kirumi anaitwa Marcus Aurelius aliwahi kusema kwamba you have a power over your mind, not outside events, akimaanisha kwamba una mamlaka juu ya akili yako, si juu ya maoni ya watu wengine. Vijana wengi wamekuwa watumwa wa maoni ya watu. Wanajihukumu kupitia likes pamoja na comment ambazo wanaziona mitandaoni au katika mitandao mingi ya kijamii, lakini pia kupitia sifa za marafiki au kukubalika na jamii. Lakini ukweli ni kwamba thamani yako haiongezeki au kwa kusifiwa au haipungui pale ambapo unapokuwa umekosolewa. Kwa maana dhahabu hubaki kuwa na thamani yake ile ile hata inapokuwa ipo ndani ya matope. Hivyo basi, na wewe utabaki kuwa na thamani yako ile ile hata kama bado dunia itakuwa haijakutambua. Jambo la pili, jifunze kujikubali kabla ya kutafuta kukubalika. Mwanafalsafa aliyeitwa Soren aliwahi kusema kwamba the greatest hazard of all is to lose oneself, akimaanisha kwamba hatari kubwa kuliko zote ni kujipoteza wewe mwenyewe au kuipoteza nafsi yako mwenyewe. Vijana wengi wanajaribu kuwa kama watu wengine, yaani wanavaa kama watu wengine, wanaongea kama watu wengine, wanafikiria kama watu wengine, yaani wanafanya kila kitu kama watu wengine. Ni sawa na copy and paste. Rafiki yangu, mafanikio ya kweli huanza pale unapokubali kuwa wewe ni nani. Kwa sababu kujikubali hakumaanishi kwamba wewe ni mkamilifu, hapana. Bali kunamaanisha kwamba unatambua mapungufu yako, lakini bado unaamua kujipenda na kuendelea kukua zaidi. Jambo la tatu, acha kujilinganisha safari yako na safari ya wengine. Unajua, katika zama hizi za mitandao ya kijamii, vijana wengi wanateseka kwa sababu wanalinganisha nyuma ya pazia ya maisha yao na sehemu nzuri za maisha ya watu wengine. Kuna mwanafalsafa mmoja alikuwa anaitwa Theodore, aliwahi kusema kwamba comparison is the thief of joy, akimaanisha kwamba kujilinganisha ni mwizi wa furaha. Rafiki yangu, kila mtu ana muda wake, kila mtu ana mapambano yake, kila mtu ana njia yake. Hata mti wa mwembe hauwezi kuzaa kwa wakati sawa na mti wa mparachichi, lakini hii miti yote miwili ina thamani. Hivyo basi, usijidharau kwa sababu tu mtu mwingine amefika sehemu ambayo wewe haujafika bado. Hivyo jitambue kwamba wewe ni nani. Jambo la nne, jenga uwezo wako badala ya kutafuta uthibitisho wa watu.
Kujithamini huongezeka pale ambapo unajithibitishia mwenyewe kwamba unaweza kufanya mambo magumu. Mwanafalsafa aliyeitwa Aristotle aliwahi kusema kwamba we are what we repeatedly do, akimaanisha kwamba sisi ni kile ambacho tunakifanya mara kwa mara. Hivyo basi, ukijenga nidhamu katika maisha yako, ukisoma kila siku ili kuongeza maarifa yako wewe mwenyewe, ukifanya kazi kwa bidii na ukatimiza ahadi ambazo unakuwa umezipanga, basi polepole utaanza kujiona tofauti. Rafiki yangu, kujiamini hakujengwi kwa maneno mazuri, bali kujiamini kunajengwa kwa matendo ya kila siku. Hivyo endelea kujijenga taratibu. Jambo la 5, tambua kwamba unastahili mafanikio na furaha. Unajua, watu wengi wanaamini kwamba mafanikio ni ya wengine. Wanaamini pia furaha ni ya watu wengine. Wanaamini kwamba ndoto kubwa ni za watu wengine. Lakini ukweli ni kwamba rafiki yangu, wewe pia umeumbwa na kusudi maalum hapa duniani. Mwanafalsafa mmoja aliyeitwa Epictetus aliwahi kufundisha kwamba no man is free who is not master of himself, akimaanisha kwamba hakuna mtu aliye huru ikiwa hata tawala au kujitawala yeye mwenyewe. Pale unapoacha kuruhusu hofu, mashaka na maoni ya watu kutawala maisha yako, ndipo unapopata uhuru wa kweli. Na uhuru huo ndio mwanzo kabisa wa mafanikio yako makubwa katika maisha yako. Rafiki yangu, usisubiri dunia ikupe thamani, bali we mwenyewe jitambue, jikubali, jiamini na ujiendeleze. Nakumbuka kwamba siku zote huwezi kujenga maisha makubwa ukiwa na mtazamo mdogo kuhusu wewe mwenyewe. Kwa sababu kabla ya kushinda dunia, lazima kwanza ushinde vita vinavyoendelea ndani ya akili yako wewe mwenyewe. Leo anza kujiambia kwamba mimi ni wa thamani, mimi nina uwezo, mimi ninastahili mafanikio, mimi ninastahili furaha. Na siku utakapoamini maneno hayo kwa moyo wako wote na kwa kumaanisha, hakika maisha yako yataanza kubadilika kwa njia ambayo hukuwahi kufikiria kabisa. Asante sana kwa kunisikiliza. Unatazama Alphonce Motivation TV na mimi jina langu ni Alphonce Ndabita. Tafadhali share, subscribe ili pia ujumbe huu wafikie wengi zaidi. Hakika Mungu akubariki sana. Mpaka wakati mwingine. Chao.